Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni wakati mzuri ambao tunaenda kula na kunywa mezani pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anayezungumza hapa naitwa Neusta Anderson. Ni mwenyeji wa mahali hapa. Tushirikiane wote kwa pamoja kama baba alivyozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaenda moja kwa moja kwenye somo letu. La leo linasema muhuri wa Kristo ndani ya maisha yako. Muhuri wa Kristo ndani ya maisha yako. Hilo ndio somo letu. Muhuri ni kitu gani? Hapa tunaweza tukaweka utangulizi wa somo ambao tunatoa Efeso 1 mstari wa 13 ili tuelewe maana ya muhuri. Efeso 1:13 anasema, nanyi pia katika hayo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Amen. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa neno hili ambalo Bwana umetupa mchana wa leo. Tunaomba tufundishe, utufunulie, kwa sababu wewe ni Mungu mwalimu wetu. Asante Yesu kwa sababu Bwana utakuwa pamoja nasi ni katika jina lako takatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba ukiwa unaenda mahali ili tutambue maana ya muhuri. Tukiwa tunaenda mahali au unatoka sehemu fulani, makanisani, safarini, sehemu ambayo unapokelewa, unatamani kuwa na muhuri au barua. Bwana Yesu asifiwe. Barua ambayo unatakiwa kuwa nayo inatakiwa utambulisho. Lakini utambulisho baada ya maandishi pale kuna kitu ambacho kinatakiwa kama muhuri. Ili muhuri ukutambulishe pale unakoenda na unakotoka. Muhuri ni jambo la muhimu kwa mwanadamu anayeishi ili atambulike anakoenda. Na wewe unajua kwamba unapokuwa kanisani ukitaka kutoka kwenda Geita lazima upewe muhuri ili ukutambulishe unakotoka na unakoenda, ili kule asije akaona mawazo mengine au kwako akawa na maulizo kwamba unatoka wapi. Na ndio maana muhuri uko kwenye mantiki kubwa sana, ili muhuri uwe nao katika barua ambayo unapewa. Usije ukakubali kupewa barua ambayo haina muhuri, utakuwa una walakini. Maana muhuri ndio unatambulisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Muhuri ni jambo la muhimu sana kukutambulisha sehemu ulipo. Na ukiwa una muhuri unajiaminisha kwamba nimetoka sehemu fulani na una uhakika na kile ambacho umekishika. Ndio maana ya muhuri. Kumbe muhuri ni kitu muhimu ambacho unatakiwa kuwa nacho pale ofisini, unatakiwa uwe nacho kama kanisani, uwe nacho mashuleni. Huo muhuri unatakiwa kila sehemu uwe nao kwa pale ambapo unatakiwa kukutambulisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Muhuri ni kitu cha muhimu unapokuwa unaenda kumtambulisha mtoto sehemu fulani. Na ndio maana wakati mwingine unapokuwa unapewa barua ya uhamiaji, kama barua haijagongwa na mwenyekiti, hiyo barua ni feki. Na atakuuliza na vigezo vitakuja kuzingatiwa pale kwamba kwa nini haina muhuri. Kumbe muhuri ni kitu cha muhimu wapendwa kwa mwanadamu anayeishi kama tulivyotangulia kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapozungumza kwamba muhuri ni kitu gani kwa mwanadamu, ndio hiyo barua ulionayo na kuipata na kugongelewa ili upate kwenda pale unapostahili. Lakini sasa tutaenda moja kwa moja, wewe ulikuwa ni utangulizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ambalo tunaenda nalo sasa, tusome neno kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:19. Hapa tunaenda kwenye somo letu ambao linasema muhuri wa Kristo ndani ya maisha yako. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni muhimu wa kila mwanadamu ambaye tayari ameshamkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Roho Mtakatifu ni hali
ya kujikubali wewe mwenyewe. Hata Roho Mtakatifu ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatamani awe kwako. Lakini kama haujamhitaji Roho Mtakatifu hawezi kuja kwako. Roho Mtakatifu ni muhimu kwako kwa sababu tayari umeshamkubali. Na ndio maana amesema Wakorintho wa kwanza 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaambiwa kwamba huu mwili sio mali yetu. Roho Mtakatifu tumepewa na anakaa ndani ya nani? Ndani yetu sisi. Na ndio maana Roho Mtakatifu ni muhimu kwetu kuwa naye. Na unapokuwa umeokoka tayari unakuwa na Roho Mtakatifu. Na ndio muhuri wa kwanza unapokuwa umeokoka. Unapewa muhuri wa kwanza ambao ni Roho Mtakatifu. Kumbe kila mmoja ambao tumejikusanya hapa kumsubiria Kristo kwa Bwana na Mwokozi wetu ili tuende mbinguni, tunao muhuri. Na muhuri huo ndio Roho Mtakatifu. Tunaona kwamba Roho Mtakatifu yeye ni mtu, yani ni mtu ambaye habahatishi. Roho Mtakatifu ni nafsi ya ngapi? Ya Mungu. Ni nafsi ya tatu ambayo inatenda kazi. Ukiwa na Mungu Baba, ukiwa na Mungu Mwana, kama hauna Roho Mtakatifu bado hujakaribia Kristo. Na kama huna Roho Mtakatifu huwezi kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Na Mungu wetu Roho Mtakatifu ni Mungu wa utaratibu. Na Roho wa Bwana akiwa ndani mwako unaweza kufanya vitu ambavyo vinamstahili Kristo. Unaweza kusaidia sana. Mungu alikuja kwa ajili yetu. Na aliposema kaeni hapa nitawaletea msaidizi, ndipo hapa tulipo sisi. Msaidizi ambao tunapewa sasa ni Roho Mtakatifu. Je, unaye Roho Mtakatifu ili akusaidie katika maisha yako unayoishi? Roho Mtakatifu unaye ili akuendeshe katika mawazo yako ulionayo? Lakini hapa tunaambiwa kwamba hawamjui. Inawezekana kuna watu ambao bado hawajajua kama wanaye Roho Mtakatifu. Na ndio maana mambo yanakuwa haya. Na ndio maana tunapata matokeo haya tunayoyaona. Kanisani mara nyingi ni watu ambao tumejaa na tumefurika kwa wingi. Lakini Roho Mtakatifu anatembea kwa yule anayemtaka. Yaani ukimtaka Roho Mtakatifu, yeye anakuja kwako. Roho Mtakatifu sio dikteta. Bwana Yesu tusaidie sana. Tunatamani sana tunapokuwa tumesema tumeokoka. Tunatamani sana kama tunasema tunaenda mbinguni. Tunatamani sana kama tunasema haya tunayashika. Roho Mtakatifu awe ndani mwetu. Ili tutembee katika uwezo wa Mungu. Roho Mtakatifu ili muhuri wetu ukae ndani ya mioyo yetu. Tuyatende yale ambayo Mungu anapendezwa nayo. Lakini mara nyingi sana wakati mwingine tunajisahau. Roho Mtakatifu tunamweka pembeni, tunachukua Mungu Mwana na Mungu Baba. Roho Mtakatifu kaa hapa, mimi nifanye shughuli zangu. Maana Roho Mtakatifu akiwemo, wewe kusema subiri. Roho Mtakatifu akiwemo ndani ya maisha ya mwanadamu anayetembea ambao tayari muhuri anao, hawezi kusema subiri nifanye kitu fulani. Mambo yangu nifanye. Ukiwa na Roho Mtakatifu anakusuluhisha. Unakuwa kama mtumwa. Unakuwa mtu ambaye umefungwa tayari na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anatembea kwa mtu anayetembea ambaye ana uhai tayari. Bwana Yesu tusaidie sana. Kumbe tunatamani kutembea na muhuri ambao chapewa ambacho tumeshapewa na Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu ni mwalimu. Anakufundisha nini pale ambapo anakuita. Tumesikia sasa hivi kwamba watu wamepanda nini? Viwango. Ni nini? Kazi ya Roho Mtakatifu. Je, unaweza kukataa wakati Mungu amekuita? Unaweza kukataa kwamba mimi sifanyi hivi kwa sababu nina vitu vingi? Siwezi nikafanya hivi kwa sababu hata yamefanya hivi na kazi yangu mimi sina chochote. Kumbe Roho Mtakatifu ukiwa naye, vitu vinaendelea kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kazi ya Roho Mtakatifu ni nini tunatakiwa kufanya? Tumsikize Roho Mtakatifu anafanya nini? Tumsikize Roho Mtakatifu ni nini anahitaji kwetu? Kuishi maisha matakatifu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kuishi maisha matakatifu. Ili kumsurudia yani Roho Mtakatifu simhuzunishe. Tuishi maisha matakatifu. Yaani tusihuzunishe Roho wa Bwana asihuzunike katika kazi unayofanya. Anapokuambia kwamba fanya kitu fulani ukakaidi, umemhuzunisha. Anapohuzunika, kwako anatoka. Bwana Yesu atusaidie. Anapoenda kwako, ukampa mambo mengi, ukamuendesha yeye baada ya yeye kukuendesha, unamhuzunisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Wapendwa, wakati mwingine tunamwona Roho Mtakatifu kama anasema, yani
ni kama maji ya uhai yale ya 500 kwamba utakunywa na kiu itakata. Lakini Roho Mtakatifu ni kazi kumpata na ni vyepesi kumtoa. Unaweza kusaidia sana. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni vyepesi, kwa sababu tayari unatembea katika maisha matakatifu na unamhitaji kweli. Lakini ni vyepesi sana kumtoa pale ambapo unaenda kinyume na mapenzi yake. Roho Mtakatifu ni mtu ambaye tunasema ni mtu, tunamzungumza ni Mungu ambaye anatuwezesha kuyafanya yale ambayo yanatakiwa kufanya. Mungu walipokuwa kwenye uumbaji, Roho Mtakatifu alikuwepo. Nadhani unaweza kusema Roho Mtakatifu amekuja mwishoni pale aliposema tulieni hapa tabaletea msaidizi, hapo ndio alipokuja Roho Mtakatifu. Hapana. Roho Mtakatifu alikuwepo tangia mwanzo wakati wa uumbaji. Roho Mtakatifu alianza mwanzoni na ndio maana Roho Mtakatifu ni mwanzilishi. Na ndio maana alikuwa hajafunuliwa kwetu kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ngapi? Ya 3. Lakini alikuwepo tupate ushahidi. Tuangalie Mwanzo 1:2. Mstari inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Amina. Zaburi 104:30 inasema, waipeleka roho yako wanaumbwa, nawe waufanya upya uso wa nchi. Amina. Roho Mtakatifu alikuwepo tangia mwanzo. Waliumba. Roho Mtakatifu alikuwepo tangia mwanzo. Alipokuja kufunuliwa kwetu ndipo tulipoanza kuona kwenye Agano Jipya. Ndio tulipoona udhihirisho wake. Unaweza kusikia sana. Tumeona kwamba ukiokoka tayari ndio hapo tumekuja kwenye muhuri wetu, kwenye somo letu la kwanza. Kwamba muhuri ndio Roho Mtakatifu. Tangu mwanzo ulipokuwa umeokoka, umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, uliwekewa mkono. Na ulipowekewa mkono, Roho wa Bwana alikuja kwako. Na ndio maana kila mmoja anayemtumikia Kristo anaye Roho Mtakatifu. Kumbe una uwezo wa kuwa na Roho Mtakatifu na akaishi kwako kwa sababu unayetangia mwanzo. Kipindi kile ulivyomkana shetani na kazi zake zote, ulipokuja kwa Kristo alikupa muhuri. Ambao sasa anayekupa muhuri alijidhibitisha kwamba muhuri na ukupa huo ukiuendesha vizuri, ukautunza vizuri, unaweza kukufikisha pale ambapo unatakiwa kukufikisha. Unaweza kusikia. Lakini kuna watu ambao bado hawajajua kwamba muhuri waliopewa hauna maana kwao. Ili ujue maana, kaa katika maisha yaliyonyooka. Mambo ya kutusaidia. Mambo ya kutusaidia. Cha kwanza kabisa ambacho tunakitamani sana katika maisha ya sisi wanadamu ambao tumeokoka ni kuokoka kweli kweli bila kuweka makona katika wokovu. Ni kuokoka kweli kweli bila kuweka makona katika wokovu. Mara nyingi maisha yetu yanakuwa kama ya bla bla. Wewe unaishi unavyotaka kwa sababu unaishi kwako. Kwa sababu wewe ukuja kwangu sema fulani naishije? Mbona unaishi hivi? Pengine naweza kukutoa bado sababu ni kwangu. Lakini maisha ya Kristo ambayo anataka, anatakiwa uishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Maisha ya wokovu. Wokovu wa kikweli kweli. Efeso 4:24. Efeso 4:24 anasema, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hapa tunatafuta kuishi katika maisha matakatifu. Kuokoka kweli kweli, acha bla bla. Acha maisha ya kuungaunga kwenye wokovu. Maana tunapoishi katika maisha ya kuungaunga, maisha ya kutokuwa na ukweli, Mungu hawezi kumuona. Roho Mtakatifu hapo hawezi kukaa. Tunazungumza nini hapa? Maisha matakatifu ndio tiketi ya kumuona Roho Mtakatifu. Ndio tiketi ya kuendeshwa, sio kumuendesha Roho Mtakatifu. Jambo la kusaidia la pili, kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambao ni muhuri unaokutambulisha kwamba sisi tumeokoka. Kwamba sisi tumeokoka ni wa Mungu. Kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambao ni muhuri wa utambulisho kwamba sisi tumeokoka ni wa Mungu. Kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambao ni muhuri. Nikawaza kuna mtu ambao bado anatembea na nguvu ya Roho Mtakatifu, na kama Roho Bwana anatembea bado kuna mtu ambaye anatakiwa kukaa katika hali ya unyofu. Ile ilikuwa ni kongamano la vijana, na mara nyingi vijana jinsi wanapokuwa tunatembea hali ya kujiachia, kwa sababu ni maisha. Kuna muda ambao panakaa sawa na kuna muda ambao yanakaa tofauti, lakini Roho Mtakatifu alikuja kutengeneza. Kwa hiyo kusaidia sana. Roho Mtakatifu akija kukukumbusha jambo, usisema kwamba jana nimesikia na leo nimesikia. Ile inatakiwa wewe ubadilike. Unasafiri sana. Muhuri wa Kristo ndani ya maisha yako. Unatembeaje katika muhuri uliopewa na Kristo? Unatembeaje na maisha ambayo umepewa na Bwana? Unatembeaje na maisha ambayo Mungu amekukabidhi uwe ngao ya watu ambao wanakutafuta? Bwana Yesu tusaidie sana. Hapa tumeona kama Mungu yuko kwa ajili yako wewe ambao bado ni sahihi. Na muhuri unakuja kwako kukupa uwezo wa kutambulisha kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Na ili uitwe mtu wa Mungu, unatakiwa uishi maisha ya wokovu. Uishi maisha ya kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwe na uwezo wa kufanya jambo. Hapa tumeona shuhuda zimekuja kwa sababu ni nini unatakiwa kuelewa zaidi. Matendo yanakuleta katika kitu halisi. Roho Mtakatifu ana nguvu kwako ukimpokea. Na utafanya vitu ambavyo ni halisi, ambao wanajua kama huyu sio nguvu zake bali ni Roho Mtakatifu. Tumeona kwamba mtu akiongea kwenye simu, wakati mwingine watu walikuwa hawamuelewi. Lakini kupitia nguvu iliyomo ndani yake amepata uponyaji. Ni nini? Connection yake ilikuwa karibu. Yaani mawasiliano yake yalikuwa automatic. Kupata wokovu, kupata uponyaji, kupata mapokeo kwa ajili ya kupitia simu. Yeye yuko mbali na yeye yuko kule. Yuko mahututi anasema. Alikuwa akisema maji tamu. Ni nini? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama unaishi maisha matakatifu, uko tayari kupokea uponyaji, uko tayari kuponywa, kufarijiwa, uko tayari kufunguliwa, uko tayari kusimama kwa sababu uko na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu. Na usipokaa kwa kukubali kutumiwa na nguvu, tayari ulegevu utakuja kwa sababu Roho Mtakatifu ameenda kule. Unaweza kusaidia sana. Ya tatu, mambo ya kusaidia, weka mbali mabishano ya kidunia, maana kumhuzunisha Roho wa hayo. Weka mbali mabishano ya kidunia, maana kumhuzunisha Roho Mtakatifu wa hayo. Bwana Yesu atusaidie. Tunapokuwa mbele za Bwana, wakati mwingine unaambiwa wewe ni mtumishi wa mbinguni. Yaani unatumika kila Jumanne, Jumatatu. Yaani kila siku unaenda kanisani, unakuwa na Biblia, unakuwa na kila masomo unaenda. Au umeomba nyumbani, wakati mwingine una ibada yako, wanajua kama pale wanaomba. Lakini wanapokukuta kule mabishano ni makali sana. Unabishana na watu wasiomjua Mungu. Au wakati unaweza kusema yaani wao hawamjui Mungu, lakini wanamjua Mungu. Unakuta wengine unasali nao. Je, wewe unamjua Mungu na unabishana naye huyo. Lakini hapo nakwambia mambo kusaidia. Achana mambo ya kubishana. Kama kuna mabishano, achana nayo kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwezesha kukaa kimya. Maana unapobishana na mwenzako, unapobishana kwa ajili ya kupata kitu ambacho ulikuwa unataka kupata, Roho Mtakatifu anamhuzunisha. Lakini ukiwa ndani ya Roho Mtakatifu, tulia mbele za Bwana. Achana na mabishano. Mabishano yanaondoa uwepo wa Mungu. Mabishano yanaondoa uwepo wa Mungu. Mweza kusaidia sana. Na mara nyingi tunapendaga kubishi. Ni kwa nini tunabishi? Ni kwa sababu hatujajua ni nani tuliye naye. Na hayumo tumeshaweka pembeni. Na ndio maana hayo mambo tunakuwa nayo asilimia kubwa. Masengeni. Uongo. Chuki. Kila hali unakuta unayo. Tuiondoe ndani ya moyo ili tupate kumtumikia. Tuondoe na kushaka. Ili Roho Mtakatifu asihuzunike. Anapohuzunika, tayari anaondoka kwetu. Na ndio maana utukufu unaondoka. Unaweza kusaidia sana. Ulikuwa huko hivi unakuwa hivi na kwa umeshuka na kuondoka hadi mwisho. Ni kwa nini? Roho wa Bwana hayuko. Hawezi kukufunulia vitu. Hawezi kukuonesha mambo. Hawezi kukusurutisha kwa kitu kwa sababu tayari umeshamhuzunisha. Achana na bishara. Efeso 4:29. Efeso 4:29 anasema, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape
neema wanaosikia. Amen. Wewe wanasikia nini unapokwenda mitaani kwako? Wanasikia nini watu unapokuwa nyumbani kwako? Wanasikia nini unapokuwa kazini kwako? Wanasikia nini unapokuwa kwenye biashara yako? Wanasikia nini unapokuwa ndani katika maisha yako? Wanasikia nini? Mabishano. Huyo walikuwa wanamuona anaimba sifa. Walimuona anahubiri pale. Walimuona anafariji watu. Walimuona. Lakini kuna mahali ambapo anakutarget kwenye mabishano, kwenye uongo, kwenye chuki. Kwenye vitu ambavyo vinafanana kama hayo. Tunamzungusha Roho Mtakatifu. Tunataka tujikinge naye. Havina budi kuja vipo. Na vinakutarget wewe ambao unaye Roho Mtakatifu. Ili vije kwako, Roho Mtakatifu akae pembeni. Na Roho Mtakatifu tunajua kama ni msafi. Akae kwenye uchafu. Na Roho Mtakatifu anatafuta yule ambao kuna sehemu ambapo ni patulivu, anakaa. Lakini ambapo kuna mtu anaingia na kutoka kwa kutovua na dara, hawezi kukaa. Unaweza kusaidia sana. Roho Mtakatifu ni mwaminifu na ni mkweli. Roho Mtakatifu yeye sio kigeugeu. Sio leo unamchukua, leo unamwacha, leo unamchukua ataondoka. Nakuja kumuingiza ni ngumu, kumtoa ni pepesi. Unaweza kusaidia sana. Lakini tumeona kwamba haya mambo yalikuwa yakutusaidia. Kuna faida ambayo tunaweza kuiona kwenye hali ya kumtumikia Mungu. Kwenye muhuri wa Kristo ndani ya maisha yako, muhuri ambao ndio Roho Mtakatifu mkumbuke. Naweza kuzungumza muhuri, wewe weka Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni chapeo ambao tumepewa ili tupate kushinda ndani. Na faida ya kuwa na Roho Mtakatifu, la kwanza kabisa ni kujazwa na kufurika. Faida ya kwanza, kujazwa na kufurika. Kuna watu wengine tuko mahali hapa tunatamani sana. Yaani kila mmoja na Roho Mtakatifu na amejazwa, lakini sio kufurika. Tunatamani tujazwe na kufurika. Iwe kipengele cha kwanza kwenye maisha yako. Tamani sana. Funga. Nenda katika njia iliyonyoka. Kujazwa na kufurika. Roho Mtakatifu huyo. Maana ni msaidizi na ukimhitaji yeye anakuja. Ni mwepesi kabisa. Na anasikia, lakini unamhitaji je, unamhitaji kwa namna gani? Kujazwa na kufurika. Lakini kutusaidia kuyafanya yale ambayo yanapaswa kwa wakati huo. Yaani Roho Mtakatifu anatusaidia kuyafanya yale ambayo yanapaswa kuyafanya kwa wakati huo. Yaani Roho Mtakatifu anakuambia funga mgahawa leo, unatakiwa kwenda sehemu fulani. Roho Mtakatifu yeye ndiye anakuuliza, muda huu unatakiwa uende sehemu. Kuna muda huu unatakiwa uende sehemu fulani. Yaani nenda. Hata ulipokuwa unafanya vya kwako, Baba amekutuma kwa wakati sahihi. Kwa wakati huo Roho Mtakatifu ndivyo anavyotaka. Ukimkubali hiyo ni faida. Na Roho Mtakatifu yeye ni mwepesi na hawezi kukutusha vitu ambavyo huwezi kubeba Bwana. Roho Mtakatifu tumeshasema kwamba sio dikteta. Yaani faida ya kwanza, Roho Mtakatifu anakutuma pale ambapo unastahili. Na kweli anajua unapamudu. Roho Mtakatifu anakutuma. Kwa ni faida ya pili ambayo kutusaidia kuyafanya yale ambayo yanapaswa kwa wakati huu. Anaweza kuambia tumika kwa wakati huu, ifika muda huu ukiendeleza kufanya havina maana kwa kweli, hata na amani hauna, kwa sababu tayari tunachukua ushauri. Nimekwambia masaa fulani fanya kitu fulani, ukishamaliza tulia. Lakini ukichelewa kwa masaa yale na ukafanya kwa muda wa baadaye tofauti ndio kwa kuelekeza, hayupo. Wewe utakuwa shahidi ambao unamtumikia Roho Mtakatifu. Ambao Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na wewe pale anapoagiza kitu unafanya kwa wakati. Una amani ndani. Na kuna udhihirisho huko wa kupokea kitu. Bwana tusaidie sana. Hiyo ni faida. Lakini ukienda tofauti, Roho Mtakatifu hayupo. Unabaki tu kujinufaisha kwa sababu muda wake ambao Roho Mtakatifu amekuelekeza umeshatoka. Kwa nabii Roho Mtakatifu anakuwa faida kwetu pale ambapo anatusaidia kufanya jambo kwa wakati. Faida ya tatu, Roho Mtakatifu ni muungwana. Yaani halazimishi. Roho Mtakatifu ni muungwana. Halazimishi mtu kupokea msaada. Kupokea msaada wake, bali yuko tayari kwa wote watakao mkaribisha. Yaani tuseme, yaani ni mpole.
ni mpole. Yaani ushuka kama hua. Yaani mpole. Unashuka kama hua. Kwa kimi sana. Ipate Luka 3:22. Luka 3:22 anasema, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Amen. Roho Mtakatifu yeye ni mpole. Pale unapomhitaji ndipo anapokuja. Unaposema ondoka kwangu sikuhitaji, anaondoka. Ndivyo alivyo. Maana ni mpole. Yeye haji kwa mtu ambaye hajampenda. Na ndio maana maisha yetu mara nyingi yamekuwa mabaya. Ndio maana maisha yetu mara nyingi yamekuwa ya kinyongo. Leo yuko kwa Mungu, leo maisha yamekuwa magumu kwa sangoma. Ni kwa nini? Roho Mtakatifu alipo. Kwa sababu Roho Mtakatifu sio dikteta. Wewe unaamua kwamba leo nimpokee au leo nimwache. Na ndio maana maisha yetu yamekuwa machafu ndani ya kanisa. Na ndio maana Roho Mtakatifu anaondoka, hazungumzi na watu kwa sababu maisha yetu yamekuwa machafu. Ili ukiwa ndani ya Kristo, Roho Mtakatifu ni muungwana kwako. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, Kristo ni mpole kwako. Na atakuhudumia kadri unavyopenda wewe. Maana atakufariji, atakuinua, atakuwezesha, atakupa vitu ambavyo ulikuwa unatamani kuvipata. Atakupa kwa sababu yeye ni mpole. Na anashuka kama hua kuhudumia. Namba 4, faida. Huyu mpweke maana yeye ni mfariji wetu, yuko pamoja nasi. Huyu mpweke maana yeye ni mfariji wetu, yuko pamoja nasi. Yohana 14:26-27. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atapeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. 27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mpweke kwenye mambo yote unayofanya ukiwa katika Bwana. Yaani ukiwa kwenye shida, umekubika, Roho Mtakatifu yuko ambaye anaweza kukuponya. Ukiwa na taabu, ukiwa na magonjwa makali, wewe kama hapa siwezi kuponya. Unaona kama Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukuponya. Ushuhuda umeona wenyewe. Kuna mambo mapito ambayo unapitia sana. Roho Mtakatifu ni mfariji. Roho Mtakatifu anafundisha tena. Yaani kuna mahali unafika atasema hapa Mungu, tena hawezi kunisamehe. Au hawezi kukaa hapa, siwezi mimi nikasimama tena. Mwite Roho Mtakatifu. Simama katika viwango vyake. Roho Mtakatifu anaoishi. Roho Mtakatifu huwezi kukaa mpweke. Ninasema na yule ambaye anajua kwamba kila ambacho nakizungumza hapa yeye kimeshamgusa. Ameshakugusa. Nazungumza na yule ambaye tayari ameshapita hapo. Ni mambo gani ambayo yalikutoa, yalikuweka kuna muda mawazo yanaweza hapa siwezi kutoboa. Lakini Roho Mtakatifu anakuja kama mfariji wako, anakuisha na anapitisha vitu unazona. Unajua kwamba ni mambo mengi ambayo Mungu amekupitisha, lakini wakati mwingine unasahau. Ni kama wana wa Israeli walikuwa na wewe. Wanaweza wamekufanyia hiki na hiki, lakini wanasahau. Wamefanya ishara 1, 2, 3, lakini ukifika hapo wanasahau. Inawezekana na wewe unasahau kwenye shida unakokuwa unapitia, unasahau kwamba Mungu anaweza kuvusha. Lakini tumejua kwamba Mungu, Roho Mtakatifu yeye hakuachi mpweke. Hakuachi peke yako. Kila unapotembea, kila unapoishi, kila unapolala, kila unapopitia kwenye gumu, kila shida yako ulionayo, taabu ulionayo, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, watoto wako, kwenye maisha yote unayozunguka nayo, kwenye ujumla wa maisha, wewe sio mpweke. Mkubali Roho Mtakatifu awe msaidizi, awe mfariji, awe mtu ambaye anakufariji kila wakati, awe ni mtu ambaye anakukumbusha kuyatenda yale ambayo yanakupasa ukiwa kwenye shida hiyo. Tumemwona kwa Lazaro, alikuwa naye Roho Mtakatifu, na ndio maana hatua hiyo alimpitia. Lakini ni wapi ambao tuliona matokeo yake? Ni Roho Mtakatifu.
Lakini kwa maisha haya tunaloishi kwa sasa, sisi ambao tunabidi tumtumikie Kristo, tuishi maisha ya utakatifu. Tunaye mfariji ambao ni Roho Mtakatifu. Tumeona kwamba hawezi kutuacha upweke. Hawezi kutuacha kwenye shida tulionayo. Hawezi kuacha na ugonjwa huo ulionao ambao unasema huu ni ugonjwa wangu. Hawezi kuacha nao. Ila ni ukiri ambao tunao kwamba sisi ni wa hivyo hivyo. Tunaenda kutenda dhambi leo, kesho tutatubu. Roho Mtakatifu anamfundisha. Lakini hapa tunaona faida kwamba Roho Mtakatifu anakufariji. Huyu mpweke maana yeye ni mfariji wetu na yuko katikati yetu. Hiyo ilikuwa ni faida. Lakini kwenye faida, wapendwa, unapofanya biashara yako pale kuna hasara. Na unapofanya biashara isiyokuwa na faida, unaweza ukajiuliza mara mbili. Yaani faida ya kwanza, ya pili, ukawa haujapata hasara. Unaweza ukafurahia na ukachekelea sana. Lakini kuna pigo moja ambalo unaweza kulipata kwenye biashara kusema, "Aisee, siwezi kurudia," au "Mbona nani kanichezea?" Unaweza kurudi tena kwa sangoma, kuangalia nani alikuchezea. Kumbe ni wewe mwenyewe. Haujakaa vizuri kwenye biashara yako. Yaani umeifanya kimazoea. Nafunguaga saa 1, nafunguaga saa 2, napataga tu mimi nauzaga kila siku. Yaani mimi Mungu ananionaka nauzaga. Lakini kila siku unafanya hivyo na siku moja ndio unaonyeshwa kwamba sio vya hivyo. Inabidi uwe na utaratibu. Kwa jasiriamali unajua kwamba biashara ina kanuni. Na kanuni iliyopo ya biashara ni kuamka mapema na kufanya kazi na kuzungumza na wateja vizuri, kuwa mkarimu, mcheshi, ili upate hiyo 100 ambayo kutoa nyumbani kwa pale kazini kwako. Kuzungumza na mteja wako na mazingira yako kwa ujumla. Bwana Yesu atusaidie sana. Ili tupate faida, hayo mambo tunapili kuzingatia kanuni. Lakini ukienda na kanuni tofauti ambayo ya biashara unaenda nayo tofauti, au kanuni ya uokovu, una hasara. Hasara ya kwanza, hasara ya kutokuwa na Roho Mtakatifu katika utumishi ulionao, katika maisha ulionao. La kwanza kabisa ni kukosa mawasiliano ya Mungu. Unakosa mawasiliano ya Mungu. Yaani utafanya kila kitu lakini Mungu hauko naye. Utafanya haya na yale lakini Mungu hauko naye. Mambo yako yatakuwa yaendi, Mungu hauko naye. Hauko naye. Hasara ya kwanza, kukosa mawasiliano ya Mungu. Ni hasara tosha na ni hasara ngumu na ni hasara ambayo uko nayo kuitoa mpaka ukajikabidhi mikononi mwa Bwana kwa upendo. Unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie. Hiyo ni hasara ngumu. Hasara ya pili, kujihesabia haki pasipokuwa na haki. Yaani kuwa na ugumu wa mioyo. Yaani unakuwa na ugumu wa mioyo. Yaani mara nyingi unasema, "Neusta, hiki unachokifanya ni kibaya." Neusta, hapa ulipo utakiwa kufanya 1 2. Yaani wewe unasema, "Kwanza mimi niko fulani. Kwanza mimi niko hivi. Yaani mimi bora mimi. Yaani bora ataniambia nini?" Yaani hiki, yaani mara nyingi ndio maisha ambayo yametujaa wa Kristo. Kujihesabia. Ataniambia nini ni wewe? Anasali na mimi nasali. Anaomba na mimi naomba. Ninafunga na yeye anafunga. Yuko hivi na mimi niko hivi. Kujihesabia haki. Kutojua ni nini unafanya mbele za Mungu. Anahitaji nini? Bwana wako unamtumikia anahitaji nini? Na kwa muda huo anakuambia nini, anakukumbusha nini kwa wakati huo? Hahitaji kukuhubiri usifanye nini? Wakati huo una majibu, unapokuwa unauliza maswali ya nini. Yaani wewe wakati huo una majibu. Bwana akusaidie sana. Hiyo ni hasara. Kujihesabia haki pasipo haki. Kuwa na ugumu na mioyo. Badilika mtaki. Usiende kwenye njia hii unafanya. Leo tunatakiwa tufanye hivi, upendi. Leo tutumike katika kufanya kitu fulani, unafanya. Kutoa michango hauteti. Ili wewe unaenda kwa suluhisho nyingi. Kwani yeye ananitaka hela. Yaani mioyo migumu, mioyo. Yaani mioyo yenu inakuwa migumu kwa ajili ya kutobadilika. Hasara. Unajihesabia haki. Kwanza mimi sina biashara. Kwanza yeye ana biashara kwa miezi mingi. Kwanza mimi ni wiki nzima sijafanya kazi. Ulikuwa kama unatakiwa kufanya kitu fulani. Yeye mkuu. Kujihesabia haki. Yaani kuona mimi huwa kujiona wewe ni afadhali kuliko mwingine. Yeye anafaa, yule hafaa. Kujihesabia haki. Hiyo ni hasara. Lakini ukimwona mwenzako anafaa kuliko wewe, na Bwana anakuinua. Lakini hasara ya kujihesabia haki. Hasara ya tatu, kutokuwa na mabadiliko katika maisha yako. Kutokuwa na
mabadiliko katika maisha yako. Kila wakati ni yule yule. Yaani ni yule yule, yani kuanzia umezaliwa na umefika sasa, tangia umejitambua ni yule yule kila mmoja tu. Na ndio maana kuna wakati somo lilikuja kipindi kile sana, yani mmoja akiondoka sasa baba, yani anaenda lini kama mnakumbuka. Yaani maisha ya mabadiliko huna. Lakini ukibadilika, ukaenda katika njia iliyonyooka, ukaenda maisha ya kustahimili mazuri ambayo kila mmoja anatamani kujifunza kwa. Anasema ametoka yule mtu, yaani mtu anaumia. Lakini kama huna maisha ya kubadilika, ili kuja kuwaleta kwa wengine kutumia maisha yako ya ubadilifu, huwezi kumwona Mungu. Hiyo ni hasara. Kumbe inabidi tuishi maisha ya mabadiliko, maisha ya kumjua Mungu, maisha ya wokovu, maisha ya kumjua Mungu anafanya nini kwetu, ili watu wanaotutazama kule nje waone mabadiliko na wao wajikusanye waje kupitia mtu. Watu mabadiliko yawepo katika maisha yetu tunayomtumikia Mungu. Ya 4. Hasara ya 4 ni kuwa agent. Alikuwa wakala. Kuwa wakala wa shetani. Yaani kumsogezea kazi kuwa rahisi kwa ajili yako. Yaani wewe mara nyingi umeshakuwa wakala wa kumsogezea shetani kazi yake tu, yaani iwe rahisi. Ni kwa nini? Ni hasara ulionayo. Kuna mambo mengi ambayo unayafanya unamrahisishia kazi. Na mara nyingi anakuja kanisani, akufuati kule nje. Maana akijua kule nje kuna watu wake ambao hawezi kuwasumbua. Lakini anawafuata kanisani ambao wanajua sasa muda huu ni muda wa kuimba sifa, anajua kabisa hapa ameenda ni kanuni. Na yeye tumehesabu kama mwenda mbinguni. Yuko mahali hapa, nazungumza na yule ambaye hajajitambua kama yeye ni nani mbele za Bwana, lakini amepewa nguvu ambayo ni Roho Mtakatifu. Ana hasara ya kuwa agent wa shetani ndani ya kanisa. Kuna mahali unafanya vitu ambavyo vimeelekea Kristo, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Kuna mahali unasimama sehemu ambayo sio sahihi. Wanapotaka kukutoa, wewe unakataa kutoka kwa sababu wewe unafanya kazi ambayo amekutuma shetani. Shetani amerahisishiwa kazi, lakini amewatuma watu waingie ndani ya kanisa. Na ndani ya kanisa limekuwa kanisa ambalo ni kichaka, kuficha uso wa Mungu usionekane. Roho Mtakatifu anakuja kushuka, anazuilika kwa sababu anaona uchafu huko ndani ya hekalu la Bwana. Na ndani ya hekalu la Bwana tumejua kwamba ni mwili wako. Umejitabisha kwa mambo ya kidunia. Umetafuta pesa, umemsahau Mungu. Umeshindwa kusimama katika kipaumbele, kifua mbele. Mambo mengi umejiingiza katika anasa. Ni kwa sababu gani? Pesa. Roho Mtakatifu umemweka pembeni. Umefanya ambayo hayampendezi Mungu. Mara nyingi umesimama katika hali ya kukaa, hali ya vikundi, kwa ajili ya kumsengenya mtu fulani, kwa ajili ya kusimamisha kitu fulani, kwa ajili ya kudumaisha huduma ya mtu fulani. Umekuwa agent. Unafikiri agent anakujaje? Sisi tumeshaona wakala wanapokuja kwa kusajili line, mara nyingi wanatembea. Wanasaidia kazi kampuni fulani kuendelea. Hata shetani anakuja ndani ya kanisa kukutafuta wewe ambao unasema Yesu ni Bwana. Wanakuja kanisani wakijua kwamba Yesu ni Bwana, anazungumza kwa mtu fulani. Tufanye nini ili tuye tumwalibie? Anakuja kwa yule aliyesimama na akisimama njia panda, hapo ndio unakuta agent, unamsaidia kazi shetani. Roho Mtakatifu ni nani kwa? Roho Mtakatifu anasema nini kwa ajili ya maisha yako? Tumeona kwamba Roho Mtakatifu yeye ni muhuri ambao tumepewa na Bwana. Roho Mtakatifu ni muhuri ambao unatakiwa upate katika maisha yako kiujumla unapoishi. Roho Mtakatifu anakaa kwako ambao unamhitaji wewe. Roho Mtakatifu ni mtulivu. Roho Mtakatifu anampenda kila mmoja anayemhitaji. Tusimame. Na kila mmoja tutafakari kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inahitaji kupakwa. Roho Mtakatifu anatamani nani ampokee, maana tuko tayari. Uwepo wa Bwana upo kwa ajili ya Roho Mtakatifu, kila mmoja ampokee. Lakini Roho Mtakatifu anakuja kwa ajili ya kuna mtu ambaye anatamani kuomba ili ajazwe nguvu na uwezo kwa Mungu, lakini anashindwa. Kuna wakati mwingine unatamani kuomba ili nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke kwako, lakini vinafika hatua vinakata. Kuna wakati mwingine unatamani kutumiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini unapofika sehemu unaahirisha.
Kuna mtu anatamani kutuliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini inafika hatua na waza kama ni mawazo yake kwamba anashindwa. Nguvu ya Roho Mtakatifu anatamani kukaa katika pendo lake. Hii ni madhabahu inayoenea. Kama unajua kwamba Mungu yupo mahali hapa na anaongea na wewe na anatamani ujazwe nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, njoo mbele. Siku zote Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Roho Mtakatifu yeye ni mweza. Roho Mtakatifu anatembea kila mahali. Roho Mtakatifu anataka walio wa kwake. Roho Mtakatifu anatamani nguvu ili ikae ndani ya Mkristo yule ambaye amesimama vizuri. Roho Mtakatifu sio dikteta. Kuna mtu ambaye anatamani kufanya mambo mazuri kwa Bwana, lakini anaona kwamba kipato chake ni kidogo, hawezi. Anahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ajae na kufurika ili apate kuyafanya yale ambayo